Kwa majina naitwa Adinani Ali Mpiagila, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nachingwea. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya sita, kwa kutupatia fedha nyingi sana kwa ajili ya miradi ya elimu hasa sekondari pamoja na msingi. Mfano nimetoka kwenye kata ya Mtua kunakojengwa shule ya sekondari kwenye kata ya Mtua, tumepokea zaidi ya milioni 560 na ushe. Hivyo hata kwenye kata Chumbati tumepokea zaidi ya milioni 560 na ushe. Lakini endelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kutuona kwenye sekta ya elimu, lakini pia hata kwenye afya. Nimeona changamoto mbalimbali ambazo zinaikabili miradi yetu. Kwanza ufikaji wa material site kutokana na miundombinu ya barabara, lakini pia kutokana na wazabuni wetu kutotekeleza kwa wakati kuleta zile material ambazo zimekusudiwa. Kuna wengine waleti kwa wakati, lakini kuna wengine wameambiwa walete bidhaa fulani, utakuta wanaleta bidhaa tofauti na ile ambayo wameagizwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wazabuni wote ambao wanatekeleza miradi ya halmashauri ya Nachingwea, walete vifaa vile ambavyo wameambiwa vilete. Sio naambiwa mtu alete gypsum fulani, utakuta analeta gypsum nyingine tofauti na ile ambayo imeagizwa. Mwisho wa siku inachelewesha ufanyaji kazi, ukamilishaji wa mradi wetu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wazabuni wetu walete vifaa vile ambavyo vimekusudiwa. Lakini pia kwenye changamoto ya kokoto tumewaambia watumie kila hali na mali waweze kupata hizi kokoto kwa wakati na ujenzi wetu uweze kukamilika, kwa sababu tunategemea hadi mwezi wa 4 waweze watoto wetu ambao wanatakiwa wasome kwenye shule hizo waingie madarasani. Lakini pia kuna kipindi cha usajili. Kwa majengo yasipokamilika kwa wakati, hasa mwezi wa 3 mwishoni, maana tunaweza kukosa usajili, na kukosa usajili waenda mwezi wa 4 hao watoto ambao watakiwa waingie madarasani wasiweze kuingia, na mwisho wa siku kama wataingia kwa mwezi ujao, mwezi wa 5 wa 6, itakuwa na gharama kubwa sana za uendeshaji, kwa sababu itakuwa serikali imekosa kuitengea fungu kwenye bajeti ambayo itaenda kusomwa wakati wa bajeti. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa kandarasi, kwa zabuni waweze kupeleka vifaa kwa wakati ili hii miradi yetu ikamilike kwa wakati, na wazingatie ubora wa vifaa ambavyo wameomba watatenda kupeleka kwenye ujenzi wetu, wapeleke vile vile. Sio naambia upeleke single body fulani unapeleka body tofauti na ile, au upeleke gypsum body gypsum powder unapeleka gypsum powder tofauti na ile ambayo umeambiwa. Mwisho wa siku isiwe bora na kukataliwa na itachelewesha kumaliza mradi wetu. Kwa hiyo rai waweze kukamilisha kwa wakati, waweze kupeleka vifaa ambavyo vinatakiwa, lakini mwisho wa siku wafiki mwisho, maana wa supply material. Hii ni changamoto kwetu sisi ambao tunasimamia hii miradi, lakini hata wenyewe, sababu hata serikali wale wote ambao wanaingia kwenye mfumo ule ili waweze kutenda, na mwisho wa siku kama haujatenda, manake wewe unaenda kuondolewa, sio kwenye tu hii halmashauri yetu au wilaya yetu, au sio kwenye mkoa wetu, maana nchi nzima, kwa sababu kidigitali sasa maana unaonekana watu wote ambao wameomba tenda, na kama hujatekeleza ile tenda ambayo umeiomba, maana unajulikana, na mwisho wa siku unaenda kuondolewa kabisa kwenye mfumo wa uombaji kazi za serikali. Kwa hiyo ndio rai kwa wote ambao wakaomba tenda, basi wazitende zile tenda kwa supply ya material ambayo wameomba wa supply. Wakifanya hivyo, wasipofanya hivyo, mwisho wa siku wanaenda kuondolewa, maana kwa sababu wapo kwenye mfumo ambao unaangaliwa Tanzania nzima kwa ujumla. Jina naitwa Mwalimu Jonas Joas, afisa elimu sekondari halmashauri ya Nachingwea. Kwa halmashauri ya Nachingwea tulipokea mradi wa ujenzi wa shule mpya 3 katika kata ambazo zilikuwa na sekondari, ambao ni kata ya Nachingwea, kata ya Chumbati na kata ya Mtua. Jumla ya fedha zilizopokelewa ni takriban kwa shule 3 bilioni 1.5. Tunatarajia fedha hizi, majengo haya yakikamilika, yatasaidia hasa kwa shule kama Mtua na Chumbati ambako wanafunzi walikuwa wanatembea umbali mrefu, kuwapunguzia umbali, na wakati mwingine inachangia wakati wanafunzi kutoripoti inavyotakiwa kwa sababu ya umbali. Lakini iwapo itakamilika, itakuwa limeondoa changamoto hiyo. Kama mnavyoona kasi ya ujenzi inavyoendelea, humu katikati tumekuwa na changamoto. Kwanza mradi ulipoanza tulikosa vifaa vya tunavyoita raw materials. Uzalishaji wake ulikuwa ni mdogo na utopatikanaji kabisa, ambako ilazimika sehemu nyingine kufuata nje ya halmashauri ya Nachingwea mpaka wilaya mkoa mwingine wa Mtwara, eneo linaloitwa Ndanda kule Masasi. Lakini
bahati mbaya na nyingine naweza nikasema ugeni wa mfumo. Kuna vifaa vinatangazwa kwa mfano kama eneo hili, lakini vingine vinasaulika. Mpaka sasa hivi gypsum board imefika, simenti inayotakiwa yote imefika, lakini tumechelewa kidogo kwa sababu output haijafika kutokana na walipotangaza vifaa hivyo visaulika, na nadhani sababu kubwa ni ugeni. Lakini kama nilivyotangulia kusema, sababu kubwa tu ya ucheleweshaji ni swala la baadhi ya wazabuni kujiondoa. Anakuwa amepata tenda, lakini anapofika hatua anaamua kujiondoa, anasema kwamba labda hana mtaji wa kutosha kuanza kuleta vile vifaa, haikotegemea kwenda kukopa, labda amekosa mkopo, analazimika kusitisha. Sasa kwa utaratibu wa mifumo ya NeST, anapokuwa amesimama lazima kwanza muandikie barua ya kusitisha mkataba, la pili muanze kutangaza upya, ambako unaweza kukuta siku za kutangaza mpaka kuleta vifaa vinaweza kuchukua wiki 2 au na zaidi. Na kingine ambacho Mungu amesaidia, naweza nikasema kwa uandikishaji wa mwaka huu katika halmashauri ya Nachingwea, hadi sasa tumefika kwenye hatua nzuri. Tunao uandikishaji wa 94% ambao na tunavyoendelea mpaka taarifa nafikia Ijumaa kesho, inawezekana tukawa tumefikia 95% au 96%, ambapo nafikiri ni maendeleo mazuri, na lengo ni kufikisha 100% kabla ya tarehe 31. Lakini sehemu ambazo zimekuwa na changamoto ya uandikishaji ni hasa zile ambazo zilikuwa zina shule za sekondari, hasa kule Mtua ambako wanafunzi wanalazimika watafute maeneo ya kuishi karibu na shule, ambao wazazi wasiokuwa na uwezo wa kutafuta maeneo inakuwa ni changamoto. Na ndio maana mpaka sasa hivi tunajaribu kuona namna gani tuwai au wanafunzi wote wa kidato cha kwanza wanaotoka maeneo yale waweze kusoma kwenye shule zao ambazo ziko karibu na maeneo ambako watalazimika kwenda nyumbani na kurudi.